tunaweka wapi mzani kati ya ubunifu wa kiteknolojia na faragha za watu? Imani, nafikiri saizi kwenye masuala ya data na masuala ya taarifa, mitandao ya kijamii ni majukwaa tu ambayo yanawekwa na taarifa au kila kitu kinachokuja kwenye mitandao ya kijamii kinatokana na kile ambacho watumiaji wanafanya. Sasa katika ulimwengu huu wa leo, matumizi ya teknolojia yamesaidia zaidi katika kuhakikisha ya kwamba watu wanaotumia majukwaa wanakuwa tu sio sehemu ya watumiaji na watengeneza maudhui, lakini wanakuwa ni sehemu kubwa ya kuweza kushape jukwaa kwa ujumla. Mfano ukiangalia saa hizi jukwaa kama Instagram limeweza kuleta pia zile namna gani ambazo unapata picha zile instant, unatunza, unafanyaje, kwenye DM unaweza kuweka location. Yes. Nilivyoona hiyo update nilishtuka Majige, nikasema umtego siingii bwana. Sasa haya mambo yana implication nyingi ambazo mara nyingi watumiaji tunakuwa hatuzifahamu au hatuyafahamu. Kiukweli matumizi ya sticker, hususan pale ambapo unapoweza ukachukua picha ya mtu au video yake ukaitengeneza na kuitengeneza kama sticker, ni kitu cha kufurahisha. Kwa sababu leo hii mimi Imani naweza nikawa na picha yako na nikatengeneza sticker, tuna chat, alafu na kutumia picha yako, unaweza kuona kama ni kitu kizuri wakati mwingine au cha kuleta ule ukaribu kwa watu. Lakini mambo haya tunapoenda kwenye ulinzi, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo ni sura ya 44 ya sheria zetu za Tanzania imeweza kuweka baadhi ya makatazo ambao bahati mbaya sana kwa watumiaji wengi bado hatujaweza kufahamu au kuielewa sheria hii kwa undani wake. Kwa sababu kwanza ukiangalia jinsi malengo ya sheria hii inayokuja yaliyopo ni kwamba sheria inalenga zaidi kulinda taarifa za mtu binafsi. Sasa ukija ukikisoma kifungu hiki cha 3 cha sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi, unakuja kuona kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinafahamika au vinaingia kwenye sehemu ya taarifa binafsi ya mtu inajumuisha pia picha yake na vitu vingine vinavyoweza vikamtambua mtu huyo. Kwa kuweza kutumia picha ya huyu mtu au kutumia vitu ambavyo vinaweza vikamtambua huyu mtu, inaendana kinyume na haya matakwa makubwa ya hii sheria ambayo inayokuwa imeweka. Lakini bado pia unapokwenda kwenye sheria hiyo bado imeweka taarifa binafsi, afu kuna taarifa ambazo tunaziita ni sensitive personal data. Taarifa ambazo zinahitaji ulinzi wa faragha au zinahitaji udhibiti mwingine mkubwa zaidi, mfano biometric. Sasa tunakubaliana wote ya kwamba hizi stickers, mara nyingi tunatumia stickers ambazo zina identify mtu kwa picha. Na kwenye ulimwengu na saizi zimekuja mpaka za video. Yes, ni picha na video. Lakini kwenye ulimwengu sasa wa teknolojia, kati ya vitu ambavyo vinatumika kuweza pia kumidentify mtu ni matumizi ya facial recognition. Namna gani unaweza ukaitumia zile hata picha za mtu zikafahamika au zikatumika. Kwa hiyo ukisoma sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi, hususan kifungu cha 31 kinataka picha hizi zinazokwenda kwenye masuala ya biometric ambazo ni sensitive personal data ziweze, endapo kama utataka kuzichakata au kuzitumia, uweze kuwa na approval, tunasema uweze kuwa na uthibitishwaji wa huyu mtu. Yes, uthibitishwaji wa huyu mtu wa maandishi ya kwamba bana, mimi sasa ninakuruhusu uweze kutumia hizi taarifa. Lakini ni kitu very tricky kwa sababu matumizi yoyote ya taarifa binafsi, hususani kama ya picha na kadhalika, yanamtaka huyu mtu anayetaka kuichakata kutengeneza sticker aweze kuwa amejisajili, mfano. Kwa sababu ukisoma kwa sababu hiyo ndio requirement ya sheria sasa. Ukisoma amejisajili kuichakata. Yes, ukisoma picha yako kutoka picha kuwa sticker. Yes, kwa sababu pale unakuwa umeichakata, umeizalisha ile. Samira, mbona umeshtuka? Utengeneza sherehe. Naona mshtuko wako umetoka moyoni. Yaani najiuliza vitu vingi hapa. Bado wewe umalizie afu nikuulize swali langu. Hii ni kwa sababu kifungu cha 14 cha sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi na 19 kinataka mtu yoyote ambaye anaichakata taarifa binafsi za watu aweze kuhakikisha ya kwamba awe amejisajili, na amejisajili chini ya bodi
ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Sasa kujisajili huko, miongoni mwa vitu vinavyokutaka unapokuwa unajisajili ni lazima uweze kupata cheti kinachokuonesha kwamba wewe ni mtu ambaye unachakata na kutumia taarifa binafsi za watu wengine. Kwa kuibadilisha, kwa kuibadilisha kutoka kwenye picha ukaitengeneza kuwa sticker automatically kwa vifungu hivi vya sheria ya ulinzi, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, unakuwa umeichakata ile taarifa. Maana moja kwa moja ni kosa, kama ambavyo wenzetu nchini Kenya walivyosema. Ni kosa kama kutumia picha ya mtu kinyume na idhini yake, maana hilo ni kosa la ukiukwaji wa faragha ya mtu, si ndivyo? Majige, mimi nikitaka kutengeneza stika ya Samira, sijasajiliwa kwenye bodi ya ulinzi wa taarifa binafsi, lakini nimekubaliana naye, dadangu Samira, mimi bwana nimependa hii picha yako, naomba niifanye stika, lakini nitakuwa tunatumia kwenye chati zangu hapa, labda WhatsApp, ama sitatuma kwenye magroup, yani kwamba kuna mutual agreement kati yangu mimi na Samira. Hapo bado pia ni kosa? Sasa ndio maana tunarudi kwenye masuala haya. Katika uchakataji wa taarifa lazima kuwe na hicho kitu tunaita ni ukubali au idhini ya mtu, consent. Kwa hiyo kama mlikuwa na mazungumzo au mlikuwa na makubaliano na mkafikia hatua ya kuwa na consent ya kwamba bana, mimi ninakubali uweze kuichakata picha yangu uitengeneze kuwa sticker, na katika makubaliano yenu yale, katika ufanyaji kazi mmefanya na akafanya hivyo, kwenu ninyi ambao mmekubaliana kwenu, unaweza ukaona ya kwamba hamna kosa au hamna shida, kwa sababu wewe ulitoa idhini au ridhaa yako picha hiyo iweze kuchakatwa. Kwa endapo kutatokea kuna changamoto, maybe picha hii imetumika vibaya, itakuwa ni ngumu kwako kuja kudai fidia ya kwamba wakati mwingine sasa itakuja kwa kuja kudai fidia wakati mwingine unapokuwa unahitaji, kwa sababu ulitoa ridhaa maybe ya picha hiyo ichakatwe na itumike. Je, ulimpa ridhaa aitumie kwenda wapi? Sasa hapo picha inaendelea. Samira amekubali, nimetengeneza makubaliano kati yangu mimi na yeye, stika yake nikakutumia wewe, wewe ukamtumia ndugu yako mwingine, ndugu yako akamtumia ndugu yake, imesambaa. Hapo inakuwaje? Yeye ameniruhusu mimi, hajakuruhusu wewe wala mtu ambaye umemtumia. Sasa hapa kuna kitu kimoja kikubwa ambacho tunapaswa tuweze kukifahamu, au watu wengi wanapaswa kuweza kukifahamu. Mtu anapokuwa amekupa ridhaa ya kuweza kuingilia au kuweza kuona faragha yake maybe ya kitu kimoja kwenye mambo yake mengi alionayo, hata kama tu ni picha ya simu. Mimi nakupa simu hapa, Samira, uweze kuangalia picha, alafu kuna picha zingine. Kama sijakwambia uswipe kulia au kushoto, upaswi kuswipe kwenda kulia au kushoto. Sasa kwenye hili la stika, kama mlikubaliana uweze kutengeneza mtumiane au mtumie ninyi watu wawili hiyo stika, endapo Samira ataituma kwa mtu mwingine, anakuwa amekiuka yale makubaliano mliokuwa mmeingia. Na ninasema hivi kwa kutumia pia nchini Tanzania, mfano tuna kesi ambayo ni ya hivi karibuni ambayo imeweza kuzungumza miongoni mwa mambo yanayohusiana na masuala hayo ya data. Mfano kesi ya Safari Automotive Limited dhidi ya Godwin Danda, ni kesi ya madai ya namba 978 ya mwaka 2024. Katika kesi hii, huyu bwana Godwin Danda yeye alipeleka gari lake litengenezwe kwenye moja ya garage, na alipokuwa ameenda garage ikawa imefanya marekebisho. Baada ya hapo akawa na mrekodi na akawa na fly, bana Danda amekuja amerekebisha gari, imefanyaje, ametoka safi kabisa, yale mambo yale mnafahamu, tajili na nini na vitu kama hivyo. Basi bwana Danda akaondoka. Kesho yake baada ya muda, hawa watu wa magari wa garage wakaichukua wakaipost kwa ajili ya masuala yao ya kibiashara. Na bwana Danda alipoenda mahakamani sasa kwa ajili ya kudai fidia, mahakama ikasema ndio, hata kama alikubali akafurahi na kushangilia na kufurahishwa na ninyi kumrekodi wakati mkiwa mnaendelea na hicho baada ya kazi yake kuwa imekwenda vizuri, lakini bado hakuwapa ridhaa ya ninyi kuipost na kuitumia katika masuala ya kibiashara. Robert, swali langu linakuja sasa.
baada ya tafakari make vitu vinachanganya sana. Na kuona kisheria inapaswa kuwa vipi? Kwamba makubaliano yanapofanyika kati ya watu wawili kama Imani hapa aliposema kati yangu mimi na yeye kutoa ridhaa ya nipige ni posti. Inatakiwa kuwa kimaandishi au kwa namna ipi ili kuweza kulinda sasa ile tunasema falaha ama ukiukwaji wa haki ya mtu, hata Imani asiweze kwenda kunishtaki maana ni baki na ushahidi wangu kwamba tulikubaliana. Unaonekana unatengeneza stika nyingi Samira wewe. Nataka nijue hii kwa sababu hii hali imekuwa sasa hivi inakuwa kwa kasi mno. Maana kwamba watu hatuna uelewa wa kujitosheleza katika swala hili. Tunahitaji kufahamu kiundani kabisa. Kwanza makubaliano yanatakiwa kuwa kwa namna ipi? Kwa maandishi ama tu mdomo ama inatakiwa kuwaje ili kuweza kulinda sheria hasa? Sasa kuna namna nyingi ya kuingia makubaliano. Makubaliano yanaweza yakawa ni kwa njia ya maandishi ya kwamba mmekubaliana. Sasa tulifikirie hilo na tuliangalie maybe kwa maisha yetu ya Tanzania au kwa maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Kila kitu unachotaka kukubaliana na mtu unaweza ukaingia naye kwa maandishi. Ndugu yangu, namwambia kwamba nataka kufanyika kitu kwa maandishi. Hata sisi tu wapiga picha, waandishi wa habari ni ngumu. Mimi nimekuwa nikijaribu mara kadhaa kumwambia mtu naomba nikusainishe consent form kwa sababu nachukua data zako. Wewe si mwandishi wa habari, sio nakujua na kuona Insta. Mimi nimeridhika. Wewe shuti tu. Lakini ina madhara kwa sababu kama tutakubaliana kwa mdomo, maana mimi na uwezo wa kumgeuka Imani wakati wote. Yeah. Hiyo ni ya kwanza. Inaweza ikawa makubaliano yanaweza ikawa ni ambao watu wamekubaliana kwa maandishi. Inaweza kawa wamekubaliana kwa maneno, lakini pia kuna makubaliano ya kubaliana kwa vitendo. Yaani unaangalia kwa nature jinsi hali ilivyokuwa. Kwa jinsi alivyoenjoy. Yaani ni kwamba tu alikubali. Hebu Jesse, lakini hiyo nimewaza kitu hapo. Jesse, hebu njoo tupe experience. Manake Jesse ni mtu ambaye anatania watu wengi. Jesse yeye ni mtu mcheshi. Na huwa anatengeneza sticker sana za watu wengi. Kwa nini tuwatumie wa Nigeria wakati tuna watu wetu? Hebu tupe experience. Wewe unakubaliana na watu kabla ya kutengeneza sticker. Mimi najua wewe uniombi, tunajua. Mara nyingi huwa naangalia wale ambao tuna masiala, tuna mautani ndio wanatumia. Kwa hiyo hata mtu akionyesha kwamba hapendi kutengenezwa, naifuta hapo na namwambia sita kutengeneza tena. Ila wale ambao tuna masiala, tunataniana nini? Hivi ikiwa imeshatambaa unawezaje kuifuta? Hapo haiwezekani. Si ndio basi hiyo imeenda tena. Sasa process yako ya kutengeneza, ukitengeneza kwa mfano, umemtengeneza Samira. Unamtumia kwanza aione approve ama unaanza tu kusambaza? Inategemea sasa. Inategemea na nini? Wengi nao tengeneza kama hapo ofisini. Wale ambao tuna masiala huwa tunatumia hapa ofisini. Kwa unakuta nimetuma tu kwenye group la digi tu, watu wa digi tu akiona na wenyewe anaanza kuondoka nayo. Mimi kuna yangu moja bwana umetengeneza, jana mtu amenitumia, mtu wa heshima kabisa, alafu ananiambia naeka aitwa kwa mtu mwingine. Robert, kwa hili ambalo linaendelea, kwa mfano kama wa Jesse kuposti kabla hata hajamuuliza mwenyewe mhusika mpaka mtu aone pengine ishasambaa. Hebu mimi nataka kufahamu sheria hasa inasemaje? Mtu wa namna hii anapokerwa na picha yake, anapokwenda kushtaki kisheria, inakuwaje kesi yake? Kwanza ni lazima tufahamu ya kwamba malalamiko yote au changamoto zote ambazo watu wanazilalamikia au mtu anahisi anazilalamikia zinazoendana na masuala ya uvunjifu wa taarifa zake binafsi, malalamiko hayo yanapelekwa kwenye tume ya ulinzi wa taarifa binafsi, Personal Data Protection Commission, na kuna taratibu ambazo zimewekwa chini ya kanuni za tume ya ulinzi wa taarifa binafsi za upelekaji wa malalamiko endapo mtu anaona kuna taarifa zake binafsi zimevunjwa au hazijafanywa vizuri. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo ni vya msingi zaidi vya kuangalia mara nyingi kabla ya kwenda kwenye tume ni kuweza kumtaka mara nyingi mtu huyu aweze kuondoa picha hiyo, aweze kuondoa content hizo ambazo amezitengeneza kwenye majukwaa ambayo ameyaweka. Na hii unaweza ukaifanya kwa kisheria, unaweza ukamtumia demand notice ambayo ni barua ya kumtaka aweze kuondoa hicho au aweze
unaweza kumtaka pia kwa kutumia wanasheria, unaweza kumtaka pia hata kulipe fidia kabla ya kwenda kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Na unapokwenda kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi pia utaweka maombi yako ambayo unayoyataka huyu mtu aweze kuyafanyia kazi. Tunayo mifano kadhaa ambapo kuna watu ambao wameenda kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kutokana na taarifa zao au picha zao kuweza kutumika vibaya, na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imeweza kutoa compensation au kuwataka wale watu watoe hizo picha, lakini pia kuwataka waweze kulipa fidia kwenye mahali ambapo ilipokuwa inatakiwa. Hili jambo ni kubwa, sio jambo dogo tukilitazama tu kwa juu. Si kitu kidogo, kwa sababu unaweza kujikuta unapigwa fine ambayo huwezi kuilipa, lakini vile vile umeshamtengeneza mtu ametapakaa kweli kweli ulimwenguni, huna namna kuweza kufuta. Kwa kasi hii ambayo tunakwenda nayo, Robert, unadhani tunakosa elimu juu ya swala hili kwa ujumla, au kitu gani kinakosekana hapa mpaka swala hili limekuwa sasa linaenea kwa kasi mno? Umezungumzia swala la faini na ni kweli faini zimekuwa ni kubwa, na kwa kwetu hapa tunazo mifano pia hizo ambazo Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imetoa fine, lakini pia imewataka watu waweze kuondoa. Mfano tuna kesi moja ya mtu mmoja anaitwa Abdul Saidi Numanga, ambaye yeye alienda klabu, unajua kafly, amekunywa, then baadaye wakampost kwenye mitandao ya kijamii kuonesha namna gani kuvutia wateja kiasi kwamba kama ni mtu ambaye anashiriki kahawa ile ya jioni, anaona kumbe ni sehemu nzuri, watu wanachangamka sana. Na huyu bwana akapoteza kazi. Kwa alipopoteza kazi, alipoenda katika malalamiko yake, bahati mbaya tukio hili lilikuwa ni la nyuma kabla Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi haijaja. Kwa hiyo asingeweza kupewa fidia, ila Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ikaomba video hizo ziweze kuondolewa kwa sababu zilikuwa zinaendelea kuwepo hadi kipindi hiki. Nafikiri swala kubwa ambalo ni changamoto ni kwamba tuna changamoto ya uelewa, hasa sio tu wa sheria, lakini uelewa wa masuala ya kidijitali pamoja na haki za kidijitali na changamoto na fursa ambazo zimeletwa na masuala ya internet. Na ni kitu ambacho mfano kwa Tech and Media Convergence tunajitahidi kukifanya katika program zetu za uelewa wa masuala ya kidijitali, ambapo tunawajengea watu uwezo kuona namna gani wanaweza wakashiriki kikamilifu katika kutumia haya majukwaa ya kidijitali katika masuala mazima ya sio tu kwa ajili ya burudani na shughuli zingine kama hizo, lakini wayatumie katika masuala ya kijamii, wayatumie katika masuala mfano ya kiuchumi, wayatumie katika masuala ya kiuongozi na uwajibikaji, wayatumie haya majukwaa responsibly katika kuhakikisha kwamba wanazifahamu hizi haki za kidijitali. Majige, tuwazungumzie watoto kidogo. Kuna stika nyingi sana za watoto kwenye WhatsApp na wengine wanalia, wengine wanacheka, wengine wamebeba vitu na vitu kama hivyo. Sisi watu wazima unaweza kusema labda baadhi yetu tunauelewa, unajua kabisa, unaweza kumwambia mtu huyu usinifanye hivi na vile na mambo yakawa sawa. Kwa mujibu wa sheria yetu ya ulinzi wa taarifa binafsi inasema nini kuhusiana na uchakatwaji wa taarifa za watoto, hususan kama hizo picha na sasa hivi zinatumika kama vituko? Swali langu la kwanza. Lakini la pili, unadhani sasa kutokana na ongezeko kubwa la WhatsApp stickers, kuna haja ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kutengeneza sheria mahususi kuhusiana na utengenezwaji na usambazwaji wa sticker hasa kwenye mtandao wa WhatsApp? Nimeona Instagram pia sasa kuna sticker. Asante sana Imani, umeniuliza maswali ambayo ni chokonozi na yanataka kuwa na vitu vingi. Moja, nianze na swala la watoto. Kwanza nchi yetu tulipotunga kwanza kuja kuwa na sheria ya mtoto kuanzia mwaka wa 2009, japokuwa ilikuwa inakuja kulenga zaidi kwenye welfare zile za mtoto kwa ujumla wake. Ni kwamba tuliweza kutengeneza sheria ambazo zinalinda sana watoto. Lakini pia zilipoibukia au masuala ya
masuala ya makosa ya mtandaoni yalipokuja yakawa ni mengi, tumeweza kuona pia sheria hizi zimeweza kwenda mbali zaidi zikiwalinda watoto sana katika masuala pia ya mitandaoni. Na saizi kwenye ulimwengu huu wa teknolojia na matumizi ya akili mnemba, matumizi ya vitu kama hizi stika na kadhalika, bado pia tunaona kuna sheria ambazo kwa sehemu kubwa zinalinda au zinajaribu kuweka mazuio hata kabla hujaja kwenye sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Mfano ukiangalia online content regulation, regulation kwa Kiswahili, online content regulation ambayo imetengenezwa usimamizi wa makosa ya mtandao. Yes, regulation au maudhui ya mtandao. Usimamizi wa maudhui ya mtandao. Regulation ya online content regulation kama ilivyofanyiwa mabadiliko au nyongeza ya mwaka 2025 ambayo iliweza kuweka jedwali ambalo linakataza kutengeneza AI generated content ambazo zimekuwa prohibited chini ya EPOCA, pamoja na EPOCA ni Electronic and Post Communication Act, lakini pia pamoja na haya maudhui ya mitandaoni ya mwaka 2020. Sasa ukiona miongoni mwa mambo yaliyozuiwa ni miongoni mwa picha au vitu ambavyo vinakwenda kwenye kuonesha watoto na vitu vingine kama hivyo. Na ukiangalia sheria yetu ya ulinzi wa taarifa binafsi imelenga zaidi kulinda taarifa hizi, na miongoni mwa watu ambao wamelindwa na hata maamuzi ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi yametoka kwa Tanzania. Maamuzi ya kwanza kabisa kutoka na kuja kwa umma yalikuwa ni maamuzi ya mama alienda kulalamika kwa picha ya mwanae kutumika vibaya Instagram katika masuala ya biashara za zile bidhaa za watoto. Na mtu huyu aliweza kupata Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi iliweza kusema ni kweli ile picha kuwepo na picha zile kutumika kwenye matangazo ni kosa, ikilinganisha huyu ni mtoto, na ikaenda mbali zaidi ya kwamba inapaswa alindwe na kadhalika, na mpaka ikaoda mtu huyu aweze kulipwa milioni 20 kama fidia kwa kutumia tu picha ya mtoto katika masuala hayo. Kwa nadhani ulinzi wa watoto ni jambo ambalo ni muhimu sana kuweza kuzingatiwa, maana hamna mtu ambaye anataka mwanae aweze kuonekana kwenye mitandao na aweze kutumika vibaya. Nikija kwenye upande wako wa pili wa swali lako uliuliza, je, ni wakati sasa kuwe na regulation maybe specific tu kwa ajili ya WhatsApp stickers? Bado nafikiri ya kwamba tukisema twende na regulation tu kwa ajili ya WhatsApp stickers au kwa ajili ya kitu kingine, utakuwa ni utungaji mbovu wa sheria au kanuni. Kwa sababu kila kitu kitakapokuwa kinatokea kesho na kesho kutwa, tutakuwa tuna haja ya kusema tufanye hivi. Kwa hiyo nadhani ni vizuri kuwa na kanuni za jumla. Kama kuna hiyo haja ya kuwa na kanuni, ni kanuni za jumla zitakazoweza kutumika katika kuweza kuonesha ulinzi wa taarifa binafsi, hususan katika majukwaa au mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidijitali. Hicho ni kitu kinachoweza kikatusaidia, kwa sababu inakuwa imechukua sehemu kubwa na inaweza ikatumika endapo hata kama kuna jukwaa jipya litajitokeza kesho, au endapo kama kuna nani mpya itakayokuja ambayo tulikuwa hatujaitegemea au tulikuwa hatuitarajii kuweza kuwa nayo. Watu wanahitaji sana elimu kwenye hili kama ulivyozungumza, na mara nyingi sana inaonekana kwamba kuna uchelewaji wa uelewa mno kwenye mambo kama haya kutokana na lifestyle ambao tuko nayo pengine nchini mwetu na kadhalika. Ili jambo kama hili lipewe uzito na liendane na nyakati hizi namna zinavyokwenda kuweza kuondosha sasa hiki ambacho kinaweza pengine kwenda kwa cost watu wengi, unadhani kitu gani vinapaswa kutiliwa mkazo kwa haraka zaidi? Kwanza nadhani niseme ya kwamba kwa namna ambavyo tumeanza kwa hii miaka miwili, binafsi ninaweza nikasema ya kwamba Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imejitahidi kwa sehemu kubwa kwa kuanza, na imejitahidi zaidi katika masuala ya kwenda kwenye institutions au katika hizi tunasema ni taasisi mbalimbali
kuweza kuhakikisha kwamba zina comply au zinafuata haya matakwa ya kisheria. Na kutokana na kwamba sasa wameshaweka ile ultimatum ya kwamba zoezi hilo la usajili na nini kwa wale ambao waliokuwa hawajajisajili sasa imekuwa ni effective kuweza kuhakikisha kwamba kama mtu hajajisajili kama mchakataji au mkusanyaji wa taarifa, basi sheria itachukua mkondo wake. Nadhani ni wakati mwafaka sasa wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kuweza kutoka na kuja kwa watu kwa ajili ya kuweza kutoa elimu mbalimbali na kuweza kuwasaidia watu waweze kuelewa hususani haya matakwa ya hii sheria ambayo imekuja. Na nimeona pia Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi inakuja na mkutano mkuu wa kwanza wa ulinzi wa taarifa binafsi ambao nadhani ni mwezi huu wa 7 kama sijakosea, ambayo miongoni mwa mikutano kama hii au majukwaa kama haya yanaleta nafasi ya watu kuweza kufahamu kwa ujumla mambo gani haya yanaweza yakaenda. Lakini ni jambo ambalo ni mtambuka kidogo, sio tu swala la kufanywa na tume, inabidi lifanywe na asasi za kiraia, inabidi lifanywe na vyombo vya habari kama hivi Clouds mnavyofanya, na niwapongeze kwa hilo kwa sababu mmekuwa ni wadau wakubwa wa kuzungumzia haki za kidijitali nchini na masuala ambayo yanayoibukia. Lakini pia ni swala ambalo inabidi sasa liweze kuangaliwa kwa mapana yake. Tunapokuwa tunatengeneza Tanzania ya uchumi wa kidijitali, tunapokuwa na dira ya taifa inayolenga kwenda kwenye masuala ya dijitali na kuweza kuitumia dijitali, tunapokuwa na sera mbalimbali ambazo zinahimiza matumizi ya dijitali kwenye elimu, matumizi ya dijitali kwenye benki, matumizi ya dijitali kwenye huduma za jamii na kadhalika, tunapaswa pia hivyo tuweze kuwa na hizi sera ambazo zinakuja kwa watu wafahamu ya kwamba japokuwa dijitali na utandawazi na mambo yote haya yanayokuja ambayo ni mazuri yana faida zake, lakini kuna changamoto hizi na hizi ambazo tunapaswa tuweze kuzijua na tuweze kuishi nazo vizuri. Eric Kajura anatutazama kwenye channel yetu ya YouTube, anasema samani, hii Tume ya Taarifa Binafsi iko wapi jamani? Siko Dodoma hii Yeah. Iko Dodoma bwana Eric, na anauliza kwamba hiyo faini ni shingapi? Faini ni kubwa sana. Ukisoma kifungu cha sheria ya taarifa binafsi, kifungu kile cha 61 kama sijakosea, inaweka faini ya kwamba kama utakuwa umekiuka unaweza ukalipwa faini ya kati ya shilingi milioni 1 hadi shilingi bilioni 5. Bilioni 5. Kwa hiyo inategemea na extent kiasi gani umekiuka hizo taarifa binafsi. Inaweza kani za mtu mmoja, afu nakuta kwa taarifa inaweza kani ya mtu mmoja umekiuka nani ya mtu mmoja, afu unaweza kukuta labda umekiuka umechukua taarifa za kampuni maybe, alafu zina watu wengi, zina vitu vingi. Kwa hiyo au umekiuka taarifa, unaweza kuwa tu ni mtu mmoja lakini ana reputation kubwa kwenye jamii pia. Kwa hiyo namna gani una quantify ile fidia mtu anayolipwa, inategemea sana aoneshe kiasi gani ameathirika na yeye kuvunjiwa ile haki yake ya taarifa binafsi. Ni kama kuna mambo tunachelewa Robert, hasa kwenye kutengeneza kanuni kutokana na mabadiliko ya kasi sana ya teknolojia, sio tu kwenye swala labda la haya masuala ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kabla hujaja hapa tulikuwa na mjadala kuhusiana na matumizi ya akili unde kwenye sekta ya elimu. Kuna wanafunzi wamefutiwa matokeo leo, nikawa namuuliza profesa, wamejuaje, wamethibitishaje, na je tuna sera kama taifa kwenye mwongozo? Ni kitu ambacho hatuna. Taasisi labda kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wameweka sera zao, chuo kikuu kingine nao wataweka sera zao na vitu kama hivyo. Tunavokosa muunganiko huu wa pamoja na sera ambazo labda zinatuongoza kwa pamoja kama taifa, hususan kwenye teknolojia, jambo ambalo linahitaji masuala ya haraka sana. Nafahamu sera nyingi ama sheria nyingi zinawekwa, lakini unakuta mapitio yake baada ya miaka mingi, labda 5 mitatu. Lakini kwenye teknolojia labda tungetamani hata miezi 2 ama 3 kwa sababu ya mabadiliko ya haraka sana. Leo hapa tunazungumzia sticker, lakini WhatsApp wameshatoa update kwamba sasa hivi hauhitaji namba ya simu, book your username haraka. Na mimi nilijaribu kubook username, nimeweka kama 3, naambiwa zimeshachukuliwa, inabidi nibadilishe. Kwa unaweza kuona huo uharaka. Tunapokuwa tunachelewa kama hivi, tunakuwa nyuma kiasi gani, lakini pia tunasababisha madhara kwa raia ama watumiaji wa haya majukwaa kwa kiwango gani? Lazima pia nadhani imani lazima tukubaliane ya kwamba
pia hatuwezi tukakubaliana ni kwamba masuala ya teknolojia na masuala ya akili unde, masuala ya ulimwengu huu wa sasa ambao tunakwenda mbali, tunaangalia vitu kama virtual reality na kadhalika, ni vitu ambavyo ni disruptive globally. Ni vitu ambavyo ni disruptive globally, na kwa kuwa ni disruptive globally inahitaji kuweza kuwa ni makini sana katika kuyaendea masuala haya, hasa unapokuja kutaka kuyawekea sheria, sera, kanuni na kadhalika. Sasa ukiangalia mfano nchi ambazo ni vinara wa teknolojia kama Marekani, wanatengeneza sera za kwenye teknolojia ambazo zinaacha mwanya mpana sana wa watu ambao ni watengenezaji wa hizi teknolojia waweze kuwa na sehemu kubwa ya kujinasibu na kufanya kazi. Ukiangalia mfano wa cyber security strategy yao, ukiangalia AI framework, AI strategy yao ambayo imewekwa, inatoa nafasi kubwa ya hawa watu kuweza kutengeneza hizi teknolojia. Sasa teknolojia zinatengenezwa, lakini kuna dhana ya kutengeneza teknolojia katika namna ya kuwa ni very responsible na kuangalia pia masuala ya ubinadamu katika teknolojia. Ni kwa namna gani ubinadamu huo unawekwa katika teknolojia. Sasa ubinadamu unawekwa mfano kwenye teknolojia ambayo inayotengenezwa Marekani, inakuwa ni ngumu, hauendani na uhalisia wa ubinadamu uliopo kwenye mahitaji ya Tanzania. Mtu mmoja alikuwa anasema wiki kama 3 zilizopita, anasema nimenunua iPhone ngapi, lakini kipiga picha sio kama zile nzuri zinazokuja kwenye zile testing. Anambia ndio, kwa sababu testing ya kamera inayofanywa haifanywi na mazingira yako, kwa sababu quality ya mwanga, mazingira, jua letu na la kwao tofauti bwana. Wewe tulikuwa Denmark pamoja, sasa hizi nikikuonesha picha zako za Denmark na unazopiga hapa Dar es Salaam bwana Majige, unajikataa kabisa. Sasa nafikiri kwenye sera na sheria ni kuangalia ni kwa namna gani tunaweza tukatengeneza sera na sheria zinazoendana na mazingira yetu, lakini pia kutokukataa uhalisia wa duniani na mambo jinsi yalivyo. Sasa Majige, unadhani kuna haja labda sijui niwekaje, lakini hizi big platforms, big tech companies zinavyotengeneza updates za sera zao, wanatoa taarifa, labda tuseme kwa wale regular users, watakwambia bwana kuna update hii, kuna hivi, kama Facebook saizi wameanzisha channel tayari, wameshasema angalia, jaribu na vitu kama hivyo. Unadhani kutokana na nature ya kwetu kuna haja labda ya kuomba kwamba kama hii update inakuja, labda sijui ndo tuseme regulators, nafahamu tena zitakuja concern, tunakuwa wa mwisho kuadapt na vitu kama hivyo, lakini kuna haja ya kuweka kama framework ya kwamba hebu ngoja tufanye testing tuone inavyofanya kazi, ili tujue watu wetu wataadapt vipi, kwa sababu ni dhahiri shairi kwamba na teknolojia sisi tunatumia ya wenzetu, na inavyokuja hapa haiendani na mazingira yetu. Kwa hiyo inavyokuja tu haraka kila mtu akawa huru kutumia, baadaye ndo tunakuja kugundua madhara kama haya sasa hivi tunavyozungumzia sticker, na tayari muda mrefu umeshapita sasa hivi na wenye madhara wameshayaona. Kuna haja ya kuwa na kitu kama hicho, kwamba labda tuwe na muda wa testing, tuone na tufanye decision. Imani, tunaweza tukawa na muda huo endapo kama tutaruhusu tutengeneze majukwaa yetu ya ndani ambayo yatakuwa regulated kwa asilimia kubwa na maybe sera zetu na sheria zetu za ndani kwa asilimia 100. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu pia ni wakati mwafaka mfano kwa nchi kama za Afrika au kwa bara kama la Afrika pia kutengeneza majukwaa yake yanayokwendana na yale mahitaji yake. Kwa sababu haya majukwaa ya kidunia yana changamoto kubwa sana ya regulate. Na ndio maana mfano nchi nyingi sana zinalalamika ni kwa namna gani wanaweza wakachukua data au wakaelewa mfano kwa hawa watu kama Meta, mfano watu kama X platform na kadhalika.
masuala haya hata ya ulinzi wa data, namna gani wanatumia taarifa zetu, kwa sababu wanachukua taarifa zetu, na mara nyingi serikali, hata mfano unavyoona saizi ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi na tutaka tuweze kuregister haya makampuni ambayo ni the biggest user wa taarifa zetu, hawana mahali pa kuregister. Au kwa sheria haiwabani, haiwataki waweze kuja kusajili. Hata kama utawataka kuja kusajili, it's a long process, wana reputation, wana global demand na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nasema kutengeneza majukwaa yetu kutatusaidia kuweza kuwa na namna ya kuweza kuyatumia haya majukwaa katika masuala mbalimbali yanayoendana na mahitaji yetu. Hili tu sio maneno yangu Imani. Ukisoma mfano bajeti ya Wizara ya Masuala ya Habari na Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano, miongoni mwa vipaumbele vyake kwa mwaka wa bajeti mwaka jana ilikuwa ni kuweza kutengeneza majukwaa ya kidijitali yatakayotumika katika masuala ya kiuchumi na kadhalika. Yani ambayo inakuwa ni app ambao unaona wafanya biashara wa mtandaoni wanafanya biashara mtandaoni, hizo WhatsApp status na kadhalika, they have a platform ambayo ni maalum kwa ajili ya uchumi. Sasa imagine kitu kama hicho kikitengenezwa, program kama hizo zikiwekwa, tunaona watu kama China wanatumia vitu kama WeChat ambayo inatoka tu sio tu kwa ajili ya jukwaa la kiuchumi, lakini inakwenda mbali zaidi. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo mfano katika kutoka Tech and Media Convergence tumekuwa tukivisema ya kwamba tunapokuwa tunaenda kwenye uchumi wa kidijitali lazima tuhakikishe tunakuwa na bunifu na kuweka haya majukwaa ya kidijitali yanayoweza kuleta hizi kinga kubwa. Lakini pia lazima niseme ya kwamba changamoto za teknolojia zinazoibukia zitaendelea kuwepo. Na mageuzi ya teknolojia yatazidi kuleta disruption kila siku. Kama kuna watu ambao bado hawajafungua kesi za stika hapa Tanzania, basi tunaweza tukategemea kuziona, kwa sababu tumeona hivyo India mfano. Watu wameenda, ni marafiki tuna colleagues, nimesikia alikuwa anasema nania kwamba kuna watu walikuwa wanachat kwenye group la WhatsApp au kwenye maeneo ya kazi. Hao walikuwa ni wanafunzi wako kwenye same level university, mmoja akachukua picha akatengeneza akashare ikasambaa, mtu akaenda kushtaki na akapata fidia yake. Na ndio hiyo awareness ambayo tunasema, na nadhani kwenye sensitivity yetu ya taarifa binafsi bado tuko chini sana. Na unajua mpaka sasa hivi ukimwambia rafiki yako bwana shusha hiyo picha yangu, anakuona kama humpendi ama una roho mbaya ama unajifanya mjuaji, yani unaelewa sana. Lakini kumbe ni masuala ya kawaida, na nadhani bado tuna safari ndefu ya kuendelea kuelimishana na kuhamasishana, pia kila mtu akajisomea, ajielimishe, apate elimu ili mwisho wa siku mambo yawe mazuri. Majigi, asante sana. Asante sana Imani na Samir. Tuna stika nzuri sana ya producer wetu hapa Matias, na ameshafika, jasho linamvuja, kwa hiyo mambo yasije kuwa mengi hapa. Majigi, asante sana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.